Uhali gani? Karibu tena kwenye CSD, Christian Sex Department. Hii ni sehemu ya 6 katika mfululizo mzuri wa mafundisho haya ya neno la Mungu, na kipekee katika sehemu hii ya 6 nimekusudia kukujuza mambo makubwa matatu yanayoathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu sex. Mambo makubwa matatu yanayoathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu tendo la ndoa, kunyamiana au kukutana kimwili. Morgan B katika kitabu chake kiitwacho The Total Women, akieleza mengi kuhusiana na mtazamo wa mwanamke kuhusu mambo ya kukutana kimwili au kujamiana na maisha ya ndoa kwa ujumla, aliandika na kusema ya kuwa a woman most important sex organ is her brain. A woman most important sex organ is her brain. Kwa tafsiri sio rasmi sana ya maneno haya ya mtu huyu wa Mungu, ni sawa na kusema katika lugha ya Kiswahili, kiungo muhimu kwa mwanamke kinachomsaidia kukutana kimwili au kujamiana ni ubongo wake ama ufahamu wake. Hivyo basi, katika sehemu hii ya 3 tutakwenda kuainisha maeneo makubwa matatu ambayo yanajibu na kufafanua kwa kina jinsi mtazamo wa mwanamke kuhusu kujamiana, kuhusu kukutana kimwili au kuhusu maisha yake ya tendo la ndoa yeye na mume wake, jinsi yanavyoweza kuathiriwa katika maeneo haya makubwa matatu. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Karibisha na mwingine darasani ili tupate kuanza pamoja tukitazama eneo moja hadi jingine, jinsi linavyoweza kuathiri mtazamo wa mwanamke na mwenendo mzima katika maisha yake ya kukutana kimwili au kujamiana katika maisha yake ya ndoa. Eneo la kwanza linaloweza kuathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu seksi au maisha yake ya kujamiana ni maana na tafsiri yake ya tendo la ndoa. Maana na tafsiri yake binafsi ya tendo la ndoa. Hili ni jambo la kwanza linaloweza kuathiri mtazamo wa mwanamke yoyote yule kuhusu maisha yake ya kujamiana, kukutana kimwili au kushiriki tendo la ndoa. Na zaidi sana katika maana na tafsiri yake binafsi ya kushiriki tendo la ndoa au maisha ya kujamiana, tunaweza ihusisha zaidi na matukio yaliyowahi kumtokea nyuma, kumbukumbu za matukio ya zamani ambayo yaliwahi kumtokea nyuma katika maisha yake. Na katika eneo hili la the past experience, yani matukio yaliyowahi kumtokea nyuma katika kipindi cha maisha yake, tunatazama maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni mambo aliyowahi kufanyiwa. Katika eneo hili ambalo ni mkusanyiko wa kumbukumbu za matukio ya zamani yaliyowahi kumtokea katika maisha yake, tunaweza kutazama eneo hili la mambo aliyowahi kufanyiwa hapo zamani katika maisha yake. Kwa mfano, binti au mwanamke akiwa na historia ya kuwahi kubakwa, jambo hili linaweza likaathiri mwenendo mzima wa maisha yake ya kushiriki tendo la ndoa pindi atakapokuwa mkubwa, na zaidi sana atakapoingia katika maisha ya ndoa. Kwa mfano, neno la Mungu pia linataja habari za watu waliowahi kukutana na maisha haya au matukio ya aina hii, yani kubakwa. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 34 ule mstari wa 1 na wa 2, maandiko matakatifu yanaeleza habari ya kisa cha binti wa Yakobo aliyeitwa Dina. Binti huyu aliweza kubakwa na watu wa mji ambao baba yake alipata kwenda kuishi. Kwa hiyo ni wazi ya kuwa kubakwa kwa wanawake sio matukio ambayo yameanza hivi karibuni au katika zama hizi tulizo nazo, lakini neno la Mungu limesheheni mifano kadha wa kadha ya watu, yani wanawake ambao waliwahi kupitia maisha ya kubakwa. Zaidi sana tukumbuke ya kuwa mtu ambaye atapitia matukio ya aina hii, yani kubakwa, ni rahisi sana kuathirika kisaikolojia, ni rahisi sana mtazamo wake kubadilika kuhusiana na maisha ya tendo la ndoa, kujamiana au kukutana kimwili, kama ni kitu kizuri au ni kitu chema ambacho Mungu amempa mwanadamu kama zawadi ya kuifurahia. Lakini katika matukio ambayo binti au mwanamke amewahi kufanyiwa, lakini tunaweza tukaona pia mfano mwingine ya kwamba kuna watu waliwahi kupitia unyanyasaji wa kingono, pengine aliwahi kuuzwa kingono kwa watu wengine kama njia pengine ya kupata kipato cha kuendesha maisha ya familia au watu wake wa karibu.
Kwa hiyo kumbukumbu za matukio ya aina hii yanaweza yakaathiri kabisa maisha ya mwanamke mbeleni, atakapoweza kuingia katika ndoa, atakapoweza kuwa na mume wake, atakapotamani kufurahia tendo la ndoa. Lakini kuna kumbukumbu kama hizi za kuwahi kubakwa au kuuzwa kingono zinaweza zikawa zimeathiri maeneo muhimu ambayo ni ya msingi kabisa katika kufanya maamuzi ya kukutana kimwili. Katika kumbukumbu za zamani au mambo yaliyowahi kutokea nyuma katika maisha ya binti au mwanamke ambayo yanaweza yakaathiri mwenendo mzima au mtazamo mzima wa maisha yake ya kujamiana, ni mambo aliyowahi kuyaona kutoka kwa ndugu zake wa karibu au jamaa zake wa karibu wakifanyiwa au wakifanyia watu wengine. Kwa mfano, mwanamke anaweza akaathiriwa kiasi kwamba akaona seksi ni kitu kibaya. Pengine alishawahi kuona katika maisha yake wakati wa ukuaji wake baba yake mzazi akilawiti au akipata kesi ya kubaka watoto wengine, au mama yake mzazi aliwahi kuwa na maisha ya kujiuza, kwenda kuuza mwili wake, yani kujiuza ili kupata mapato au kipato ambacho kingeweza kuendesha familia. Au mtu anaweza akaathiriwa kwa kuona ndugu zake wa karibu kama wa kuzaliwa tumbo moja na yeye wakiwa na maisha haya ya kujiuza au kuwauza watu wengine kama mtindo wa maisha. Basi hili ni eneo la pili linaloweza kuathiri kabisa mtazamo wa mwanamke baadaye kuhusiana na seksi, kwa sababu aliwahi kuona watu walio karibu na yeye kama baba au mama au wadogo zake wa kike kwa waume wakiwa na mtindo huu wa maisha. Lakini eneo la tatu na la mwisho kabisa katika kumbukumbu za zamani tunaloweza kuliona jinsi linavyoweza kuathiri maisha ya mwanamke zaidi sana katika mtazamo wake wa kukutana kimwili au kujamiana baadaye, ni mambo aliyowahi kuyasikia. Ndiyo, mambo aliyowahi kuyasikia. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Warumi ile sura ya 10 mstari wa 17, maandiko matakatifu yanasema, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ni ukweli usioweza kubadilika ya kuwa mtazamo tulionao hivi leo ni matokeo na mkusanyiko wa mambo mengi tuliowahi kuyasikia hapo kale. Hivyo basi, ikiwa mtazamo wa mwanamke ni hasi kuhusiana na mambo ya kujamiana au kukutana kimwili, ni wazi ya kuwa mwanamke huyu aliwahi kusikia mambo mabaya kuhusiana na tendo la ndoa, kujamiana au kukutana kimwili. Na katika habari za kusikia jinsi zinavyoweza kuathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu seksi, tunatazama makundi makubwa mawili kama chanzo cha taarifa. Kundi la kwanza ni viongozi wa kidini na walimu wanaofundisha na kuelekeza habari za ufalme wa Mungu. Yako mafundisho ya uongo yanayofafanua na kueleza ya kuwa kitu cha kukutana kimwili au maisha ya kukutana kimwili ni dhambi, na pasi kueleza au kufafanua jinsi Mungu alivyokusudia tendo hili lenye picha na mfano wake yeye mwenyewe aliyempa mwanadamu kama zawadi. Kuna watumishi wa Mungu wanasema ya kuwa Roho Mtakatifu huondoka chumbani iwapo tu wanandoa watakapoanza maisha ya kujamiana au watakapoanza kushiriki tendo la ndoa, hata hilo tendo la ndoa likiwa lina shabaha au kusudi la kutafuta mtoto. Roho Mtakatifu huondoka chumbani na kuwaacha wanandoa wenyewe iwapo tu watakapoanza kushiriki tendo la ndoa, hata kama ikiwa tendo hilo lina kusudi na shabaha ya kutafuta mtoto. Ni ukweli usioweza kubadilika ya kuwa aina hii ya mafundisho au aina hii ya elimu ni elimu inayoweza kuathiri mtazamo wa mwanamke kabisa baadaye kwa kuhusianisha na masuala yake ya kukutana kimwili au kujamiana, kwa sababu taarifa hii imetoka kwa viongozi wa dini ambao yamkini yeye mwenyewe amekuwa akiwatumainia na kuwategemea. Si hivyo tu, yako pia mafundisho katika baadhi ya makanisa ya kwamba wanapokuwa katika majuma matakatifu kama vile kipindi cha Kwaresma au kufunga kwa sababu ya shabaha fulani ya kutafuta msaada mbele za uso wa Mungu, wanaweza wakaambiwa ya kwamba au wamekuwa wakiambiwa ya kwamba wasikutane kimwili katika baadhi ya siku. Kwa mfano, si vizuri kwa wanandoa kukutana siku ya Alhamisi kimwili kwa sababu ni siku ambayo Kristo alikamatwa. Unaweza wakafundishwa au kuambiwa ya kwamba si vizuri kwa wanandoa kukutana kimwili siku ya Ijumaa kwa sababu siku ya Ijumaa ni kumbukumbu ya kusulubiwa kwa Bwana Yesu msalabani.
si vizuri kwa wanandoa yamkini kushiriki tendo la ndoa siku ya Jumamosi, kwa sababu siku ya Jumamosi ni siku ambayo Kristo alikuwa kaburini bado hakufufuka. Wanaweza wakaambiwa ya kwamba si vizuri kushiriki tendo la ndoa kwa wanandoa siku ya Jumapili, kwa sababu ni siku ya kumbukumbu ambayo Kristo alifufuka kutoka katika mauti. Unaweza ukakuta wanaambiwa au kufundishwa na kuelekezwa wawapo katika majuma matakatifu, si vizuri kushiriki tendo la ndoa siku ya Jumatatu, kwa sababu ndio siku ambayo wanawake waliokuwa wakisaidia huduma ya Yesu walikwenda kaburini kwa ajili ya kuangalia mwili wa Kristo, kwa ajili ya kuandaa vizuri ili usiweze kuharibika. Aina hii ya mafundisho au aina hii ya elimu ni elimu ya uongo, kwa sababu neno la Mungu linatueleza ya kuwa seksi au kujamiana ni tendo ambalo lilikuwa ni wazo na mpango mwenyewe wa Mungu, lilikuwa ni wazo na mpango wa Mungu mwenyewe kwa mwanadamu, na wala si maelekezo ya wanadamu jinsi yanavyopotosha na kuchengesha kabisa ukweli wa Mungu kuhusiana na tendo la ndoa. Kwa hiyo aina hii ya mafundisho ambayo aliwahi kuyasikia kutoka kwa viongozi wa dini au kutoka kwa kanisa analoamini na kuabudu yanaweza yakaathiri mtazamo wake moja kwa moja kuhusu maisha ya kujamiana au tendo la ndoa mbeleni atakapokuwa ameingia katika ndoa, na hata kabla hajaingia katika ndoa akili yake itakuwa ikiwaza mambo hayo kuhusiana na tendo la ndoa ambalo ni mawazo yanayopingana kabisa na ukweli wa Mungu. Lakini chanzo chingine cha taarifa ambacho kimekuwa kikitumainiwa kutoka kwa wanawake wengi ni watu wao wa karibu ambao pengine wapo katika ndoa au wapo ndani ya ndoa, na wengine ambao bado hawajaingia katika ndoa wanakuwa na taarifa mbalimbali ambazo huwa wanashare na watu hawa ambao wanatarajia kuingia ndani ya ndoa, ya kwamba wakiwakataza na kuwaonya baadhi ya mambo kuhusiana na maisha ya kukutana kimwili. Eneo la pili linaloweza kuathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu seksi ni mawazo yake binafsi. Ndio, hili ni eneo la pili linaloweza kuathiri kabisa mtazamo wa mwanamke kuhusu maisha yake ya kukutana kimwili, kushiriki tendo la ndoa au kujamiana. Hili kitabu cha Mithali ile sura ya 23 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ni ukweli pia usioweza kubadilika ya kuwa jinsi mwanamke anavyojitazama na kujiona yeye mwenyewe kuna uhusiano mkubwa wa fikra zake na maisha yake ya kukutana kimwili au kushiriki tendo la ndoa. Utoshelevu katika upendo na kujamiana au kukutana kimwili kwa mwanamke, mambo haya hayachangamani kabisa au hayana mahusiano kabisa na mafanikio yake binafsi alionayo, kama uzuri au uwezo wa kifedha alionao, umahiri ama umashuhuri alionao, kiwango chake cha elimu na mambo kadha wa kadha ya kufanana na haya. Zaidi sana ni jinsi anavyojiona yeye mwenyewe kwa fikra zake au kwa mtazamo wake, jinsi ajionavyo mwanamke yeye mwenyewe. Hili ndilo jambo kubwa na la msingi ambalo huwa linaamua maisha yake ya kukutana kimwili au kujamiana. Na katika eneo hili la mtazamo binafsi wa mwanamke yeye mwenyewe, yani mtazamo wake mwanamke yeye mwenyewe binafsi, tunaweza kutazama mambo makubwa manne ambayo yanaweza yakaathiri mtazamo wake yeye mwenyewe binafsi. Jambo la kwanza ni mwanamke, iwapo atakuwa na changamoto za uzazi, pengine anashika mimba lakini zinaharibika, au changamoto ya utasa, basi eneo hili linaweza likamwathiri kabisa jinsi anavyojiona yeye mwenyewe. Kwa mfano, neno la Mungu linamtaja Sara kama moja kati ya mwanamke ambaye anatajwa alikuwa ni mwanamke mzuri kwa sura kiasi cha kuvutia na kuwafanya wafalme wengi watamani kumtwaa na kumfanya kuwa mke wao. Lakini mwanamke huyu baada ya mjakazi wake kushika mimba, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 16 ule mstari wa 4 na wa 5, neno la Mungu linaeleza wazi ya kuwa Sara alianza kujiona duni mbele za mjakazi wake na zaidi sana kwa upande wa mume wake. Si hivyo tu, lakini pia eneo jingine linaloweza kuathiri mtazamo wa mwanamke yeye mwenyewe binafsi, akajiona kwamba ni mtu asiye
asiyefaa au ni mtu ambaye hawezi kufurahia maisha yake ya kukutana kimwili au kujamiana, tunaweza kusema ya kuwa ni maumbile yake yeye mwenyewe binafsi, jinsi anavyojitazama ni maumbile yake yeye mwenyewe binafsi. Kwa mfano, ukubwa wa kiungo fulani kama macho, pua, mdomo, masikio, jinsi anavyoweza kujiona yeye mwenyewe. Masikio yake yakoje? Macho yake yakoje? Pua yake ikoje? Mikono yake ikoje? Basi mtazamo wake katika maumbile yake unaweza ukaathiri hata mwenendo mzima wa maisha yake ya kukutana kimwili. Unene uliopitiliza au wembamba uliopitiliza, je, hali hii kwake anaionaje? Anaiona kuwa ni hali ya kawaida au anaiona kuwa ni hali ambayo inaweza ikamzuia yeye kushiriki tendo la ndoa na kufurahia maisha yake ya kukutana kimwili? Basi mambo haya yanaweza yakaathiri kabisa mtazamo wa mwanamke kuhusu maisha yake ya kukutana kimwili. Lakini jambo la tatu linaloweza kuleta tafsiri mbaya kwa mwanamke kiasi cha kuharibu kabisa mtazamo wake wa maisha ya kukutana kimwili au kujamiana ni habari ya umri. Kadri umri unavyozidi kwenda, uzuri huwa unapungua ama uzuri huwa unaisha. Je, katika kipindi cha mwanamke hawapo mzee au hawapo mtu mzima, au kadri umri unavyozidi kuongezeka, je, atakuwa na furaha ile ile kama alivyokuwa binti? Je, ataipokea hii hali kama ni hali ya kawaida katika uumbaji wa Mungu? Basi mtazamo wake kuhusu umri unaweza pia ukaathiri maana na tafsiri yake ya kukutana kimwili au maisha yake ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini nne na mwisho kabisa, mtazamo binafsi wa mwanamke unaweza ukaathiriwa na maisha ya afya. Iwapo mwanamke atakuwa na afya ya kuwa duni, afya duni, yani kuugua mara kwa mara ama kuumwa maradhi ambayo hayawezi kuwa na ufumbuzi wa kitabibu kwa haraka, basi maradhi haya yanaweza yakaathiri tafsiri yake yeye binafsi kama mwanamke na zaidi sana katika maisha yake ya kukutana kimwili. Hivyo basi jambo la pili linaloweza likaathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu maisha yake ya kujamiana au kuhusu maisha yake ya kukutana kimwili ni tafsiri yake yeye mwenyewe binafsi. Je, anajiona kuwa ni mtu ambaye anaweza akafurahia na kushiriki maisha yake ya kukutana kimwili pasina kuwa na hofu au pasina kuwa na wasiwasi? Anajikubali yeye kama mwanamke kwa jinsi alivyo kimaumbile yake? Basi mambo haya huenda yakaathiri au huenda yasiathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu sex, lakini kubwa zaidi ni mtazamo wake binafsi kuhusu yeye mwenyewe. Jambo la tatu na la mwisho linaloweza kuathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu maisha yake ya kukutana kimwili au kuhusu maisha yake ya kujamiana au seksi ni mtazamo wake kwa mume wake. Ndiyo, mtazamo wake kwa mume wake. Hili ni jambo la tatu na la mwisho linaloweza kuathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu seksi. Ni ukweli usioweza kubadilika ya kuwa neno la Mungu katika kile kitabu cha Mithali, ile sura ya 18 na ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema, apataye mke amepata kitu kilicho chema. Licha ya kuwa mwanamke kuwa ni kitu chema kwa mwanaume, lakini si mara zote wanawake wengi wanaweza wakatambua nafasi ya mwanaume alionayo katika ufalme wa Mungu na wao wenyewe. Hivyo basi jambo hili linaweza likaathiri kabisa mahusiano yao ya kukutana kimwili au kujamiana. Na katika eneo hili la mtazamo wa mwanamke kwa mume wake, tunaweza tukaona jinsi linavyoweza kuamua maisha yao ya kukutana kimwili au kushiriki kwao kwa tendo la ndoa, zaidi sana katika upande wa mwanamke kutokea kwenye eneo la mahusiano. Mahusiano kati ya mume na mke ndani ya ndoa yanaweza yakaathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu sex. Kwa mfano, je, mwanamke anamtazama mume wake kama rafiki? Je, mwanamke anamtazama mume wake kama mtu wanaoishi tu katika nyumba moja? Je, mwanaume anamtazama mwanamke kama mfanyakazi au msaidizi tu wa kulea watoto wake na kufanya shughuli za pale nyumbani? Au je, mwanaume anamtazama mwanamke kwa upendo wa kielelezo cha maisha ya kumpenda mke kama Kristo alivyolipenda kanisa? Basi kutokea kwenye aina hizi za mahusiano ndipo unapojengwa mtazamo wa mwanamke kuhusu seksi. Iwapo mwanaume atampenda mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa, ni wazi ya kuwa mwanamke huyu
atapokea upendo huu wa kina kutoka kwa mume wake, na mtazamo wake wa maisha ya kukutana kimwili na mume wake yatakuwa na tafsiri iliyochanya na wala si kujiona kama chombo cha starehe. Lakini iwapo mwanamke atamuona mume wake kama mtu anayemtazama kama mjakazi au mtu aliyeunganishwa naye tu kwa ajili ya kumlelea watoto wake na kumsaidia kazi za nyumbani, basi mwanamke huyu anaweza akajiona duni, anaweza akajiona ni mtu ambaye yuko tu kwa ajili ya kutumiwa na wala si kufurahia maisha ya mke na mume. Basi kutokea hapo ndipo panapoweza kupatikana tafsiri na mtazamo katika ulimwengu wa mwanamke juu ya maisha yake ya kukutana kimwili au kushiriki tendo la ndoa na mume wake. Morgan M katika kitabu chake kiitwacho The Total Women, kwa kuhusianisha na mtazamo wa mwanamke kwa mume wake, aliandika na kusema, the super sex is 20% an education but 80% an attitude. Jinsi mwanamke anavyoweza kufurahia maisha yake ya kukutana kimwili katika yeye na mume wake au wapo katika ndoa takatifu, basi 20% ni kutokea kwenye elimu au mambo anayofahamu kuhusiana na kitu hiki cha kukutana kimwili, lakini 80% ni mtazamo na mwenendo wake yeye mwenyewe kwa mume wake. Na katika eneo hili la mtazamo wa mwanamke kwa mume wake, tunaweza kuona mtazamo wa mwanamke kwa mume wake unaweza ukaathiriwa na mambo kadhaa. Moja ni kwa habari ya kusamehe makosa. Iwapo mwanamke ataweza kukosewa na mume wake, lakini mwanamke huyu akashindwa kusamehe kosa lile ambalo alikosewa na mume wake, basi ni wazi ya kuwa mtazamo wake kuhusu maisha ya kukutana kimwili yeye na mume wake unaweza ukabadilika kabisa na asiweze kufurahia maisha haya ya kuwa mwili mmoja. Lakini jambo la pili ni habari ya hatia. Iwapo pengine mwanamke amepata kuolewa na mwanaume mwaminifu, lakini mwanamke akawa sio mwaminifu, anaweza akamtazama mume wake ni kwamba ni mtu asiyestahili kutendewa mambo mabaya, lakini yeye kama mwanamke anatenda mambo mabaya na asikiri kwa mume wake ya kwamba aliwahi kutenda mambo mabaya kama kutoka nje ya ndoa, basi jambo hili linaweza likawa linamtafuna taratibu na kumwathiri kisaikolojia zaidi sana katika eneo la mtazamo yeye na mume wake. Lakini mwisho na tatu kabisa ni katika habari ya uchungu na kusamehe. Pengine mume anaweza akamkosea mke wake au mke akamkosea mume wake, lakini wawili kati ya hawa, zaidi sana mwanamke, akawa na uchungu na kushikilia lile jambo, asisamehe na kuachilia. Hivyo basi mtazamo wa mwanamke kwa mume wake unaweza ukaathiri mahusiano yake kabisa, lakini kubwa zaidi ni katika maisha yake ya yeye kukutana kimwili na mume wake. Basi kipekee ni kushukuru sana mtu wa Mungu ambaye tumekuwa pamoja tangu sehemu ya kwanza ya mafundisho haya, ambayo tumekuwa tukijikita zaidi sana kutaka kujua neno la Mungu linasema nini kuhusu seksi. Neno la Mungu linasema nini kuhusu maisha ya kujamiana au kukutana kimwili. Kipekee hii ni sehemu ya 6, na niendelee kukushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho haya tangu tulipoanza sehemu ya kwanza mpaka hii leo imekuwa ni sehemu ya 6. Endelea kuniandikia maoni, endelea kuniandikia ushauri, endelea kupendekeza ni kitu gani ambacho unatamani kukisikia tukijifunza pamoja katika mfululizo mzuri wa mafundisho haya ya neno la Mungu. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Kaa pamoja na mimi katika mitandao ya kijamii ambayo ninapatikana kama mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja nawe.